unaniuli wewe? Lakini mjukuu wangu nakulaumu tu. Hapa tulipo hali yetu ngumu, njaa toka asubuhi. Lakini umchezo usiurudie tena. Umenielewa? Leo tutaula huu, lakini usirudie tena kunyang'anya vyakula vya watu au vitu vya watu. Umeshanielewa sijui? Kachukue maji tuje kula basi. Mimi mwenyewe njaa inaniuma. Wewe ndio unataka juu hapo unakuja kutumia sasa hivi hapo. Ona unaenda panga hapa. Kitabu kula sa kitabu. Sunna. Wewe umefuata nini hapa? Wewe baba. Huyo mwanao nimefanya mimi juhudi ndio umepata huyo mwanao. Wewe sema mwanangu umempata kwa juhudi zako wewe. Wakati wewe ndio ulikuwa miongoni mwa watu ambao ulikuwa unanifukuza nyumbani kwenu ili nisipate kumjua mwanangu alipo. Huo mdomo utakuponza. Huyo mwanao nitamrudisha sehemu nilipomtoa. Ulipomtoa wapi? Kuna maadui wakubwa wanakuzunguka. Ila wewe huwajui. Maadui wakubwa? Wewe mtoto acha hizo habari zako hizo. Muone kwanza. Kitoto kidogo kinavaa ngome meupe kichawi hiki Sasa mdomo wako huo uchunge. Kitabu kula sa kitabu. Damchanga. Na. Mjukuu kaonekana? Hiyo ndo salamu. Hata kama hayo achana nayo. Niambie ukweli. Ninavyosikia kaonekana. Kaonekana wapi? Na alimuona nani? Alikoonekana mimi sikujui. Lakini mwenye baba mtu ndo aliyopota plika yake ndo ninavyosikia alipomuona. Sasa alikomuonea sikujui. Kwa kumpeleleza kwa kusikia alivyokuambia kamuona wapi? Kuniuliza mazingira yapi mimi sijajua, lakini nilivyosikia yeye mwenyewe baba ya mtu ndo aliyotafuta nisije ndo kamuona. Lakini mimi sija kwenda. Lakini nasikia tu. Damchanga. Mtoto kapotea. Alafu umesikia kaonekana. Alafu wewe unasema uelewi na mara ujenda nyumbani kwake kwenda kumuuliza mwanao mtoto kamuonea wapi? Sasa unaniambia kweli kwa sababu gani? Nimekwambia sija kwenda. Kweli? Damchanga. Mtoto kapotea. Mwanao kahangaika sana kumtafuta mtoto. Na sisi majirani kusaidia mpaka wana ndugu. Leo imetokea bahati nzuri mtoto kaonekana na aliyemuona ni mwanao. Umeshindwa kwenda kumuuliza mtoto kaonekana wapi na katika mazingira gani? Kweli? Sijashindwa. Ila kwa sababu yule aliyokuwa naye aliyomchukua ni mtoto wangu mimi. Kwa hiyo huyo mwenye mtoto atanitafuta mimi, baba. Mwanangu nimemuona. Sasa aje nifika mimi nifanye. Aha. Nishajua kitu. Itakuwa umchezo umeucheza wewe mwenyewe. Lakini sasa Mwenyezi Mungu kakuumbua, mtoto kaonekana. Unashindwa kwenda kumuuliza mwanao, unashindwa kwenda kumuona mjukuu ili utaenda kuumbuka. Kwa sababu ukifika pale, sura yako itaingia na huzuni na mtoto wako atakuhisi vibaya, utapata aibu na sisi wana ndugu wa majirani. Tutakuumbua wewe, si ndio hivyo Na ndio maana ukashindwa kwenda kumuona mjukuu. Jenga. Hiyo tabia mimi siitaki.
Mimi nimchukue mjukuu wangu kweli? Neno linawezekana? Tafadhali bwana. Aya. Hayo tuachane nayo. Umenielewa eh? Lakini mimi nilikuwa nakuja nyumbani kwako mguu huu mpaka tunaonana hapa njiani. Nia na madhumuni nilikuwa nakuja kwako. Kuna nini? Sikuja kukupa pole. Pole ya nini? Damu changa. Si akuondokewa na mjukuu wako kupotelewa. Jenga. Hilo ndio nilo kutafutia mimi pole uje nyumbani kwangu? Ndio. Mimi Jenga, usinitafute. Mimi bwana mimi sikutaki. Sawa? Maana unaanza hivyo. Damu changa. Mimi nataka nije kukupa pole, tena nije kulala nyumbani kwako, nipate kukupa pole usiku. Jenga. Mimi hiyo tabia nimekwambia sitaki. Tena sitaki. Ujana wako umeutumia wapi? Uje kuniharibia mimi. Mimi naitwa Damu Changa, alafu uje kuniharibia mimi. Hebu fanya hivi kwanza. Haya angalia, mipengo mitupu. Sasa nisikilize. Mimi sina pengo hata moja. Kutoka kuzaliwa tumboni mwa mama yangu sijang'oa jino. Opo. Hii unayoiona hapa ni mwanya. Na maana ya mwanya, Mwenyezi Mungu kaniumba ni maumbika. Yoyote hata kama wewe ulipitiliza kiwango kwangu mimi unaingia tu upo na nina uwezo wa kukubeba. Tofautisha na hiyo damu changa yako unaoifikiria wewe. Sawa? Na nakuhakikishia hivi, mimi nakupenda, nataka nije nyumbani kwako. Bwana Jenga. Mimi nishakwambia. Hii ni kauli ya mwisho. Sitaki uje nyumbani kwangu. Siwezi nikakubeba sasa kama wewe. Mimi naitwa Damu Changa, nachukua watoto wazao zangu. Kwani kasoro gani mimi mpaka unikatae? Wewe weka kasoro, wewe ni mipengo sio kasoro. Mimi ndo nakupenda. Damu Changa. Nakupenda. Wewe, nishakwambia sikutaki. Afadhali nilivyokukuta. Wasemayo kweli, milima kwa milima ikutani, lakini binadamu kutana. Leo nimekuona. Ni kweli, ulikuwa na shida na mimi? Sana tu. Shida gani? Sabda. Leo katika kumuono wako, nilikuwa nakutafuta sana. Kwa bahati leo tumeonana sehemu pazuri mimi na wewe. Ili niueleze maelezo yangu. Mimi nataka uhusiano mimi na wewe. Hiyo ndio shida yangu kuu. Uhusiano kama upi? Uhusiano, mimi nataka urafiki mimi na wewe. Urafiki upi huo? Labda bwana, usifanye kama mtoto mdogo. Hapo ulipo mtu mzima wewe. Maana urafiki unijui au uhusiano unijui? Hapana, lazima niulize. Kwa sababu wewe sio kama unifahamu mimi. Wewe unanifahamu vizuri. Nashangaa leo kuniambia urafiki ndo ambacho kitu naniweka njia panda. Sawa. Niko hivi, ipo hivi. Mimi nataka uhusiano na wewe yuko. Wewe unataka urafiki na mimi na wewe. Mahusiano. Uhusiano. Uhusiano upi labda mimi na wewe? Usifanye kama mtoto mdogo. Wewe tu mzima bwana. Maana uhusiano hujui ni nini? Ndio. Kweli uhusiano na mimi utakuwa nao kwa sababu mimi na mkamwana wako ni marafiki. Ina maana na mimi sawa kama na mkamwana wako. Mbona nizungusha? Ndio maana nikakwambia hapo ulipo sio mtoto mdogo. Ni mtu mzima wewe. Unababaika nini? Nimekwambia mimi nataka uhusiano na wewe. Basi nisikize, nataka mapenzi mimi na wewe. Na kuheshimu sana. Sitowahi kuja kufanya kitu kama hicho. Unavyozani akilini mwako. Sitokuja kuwahi. Sabda. Mimi na wewe tunaoendana. Tuangalie kimo chetu. Tuko sawa mimi na wewe. Au taumri tuko sawa. Mimi naitwa Damu Changa. Hata mtaani ukiuliza Damu Changa ni nani? Ni mimi. Sasa ukiniambia hivyo, najua unanishangaza sana. Na hayo uliyozungumza kama mimi sawa na mkamanao. Acha. Kwani yeye ataelewa nini? Sikiliza nikwambie. Mapenzi ni hisia. Na mimi hisia na wewe sina. Ujana wako ulikula wapi na uzoje kumalizia na mimi? Na usije kufikiria kwenye akili yako. Sikiliza. Ngoja basi kwanza. Niache.
Wewe mtoto kama wewe utakuachaje mimi wewe? Utaingia kwenye laini yangu. Bibi, tumepewa barua na mwalimu. Barua ya nini tena mmepewa shule? Tumwambia tujakuagia wazazi. Suna, sasa ungesoma tu hapa. Mwalimu kasema someni nyie. Sasa mimi kusoma kwenyewe sijui. Hata kilichoandikwa mwenyewe sijui. Afadhali hapa penye sasa mimi nitaifanyaje? Mpaka nisome mimi. Afadhali ningepita kijana hapa sijui ningemwita. Hapa nyenye nitaifanyaje mimi? Kusoma kwenyewe sijui masikini we. Babu, shikamoo. Nakuamkia wewe hapo babu. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Wewe nani? Mimi naitwa Fau. Fau. Basi naomba unisindikize nyumbani. Asa. Hapo nyuma. Shadow hajajua kama ni mchawi. Kwa kweli hajajua na hata kuja kujua. Kweli? Ndiyo shemeji yangu. Mimi nilijua atajua. Sema shemu, Shadow anafaidi kweli yani. Kwa nini shemeji? Yaani wewe, yaani mtoto mmoja mzuri sana. Sema nisianzie mbali. Mimi nimetoka kukupenda sana yani shemeji. Shemeji? Mimi si shemeji yako lakini. Na Shadow yule si rafiki yako. Inatokeaje kwamba wewe unanivunjia heshima? Sasa wewe unanivunjia mimi heshima. Natoka hapa naenda kumwambia mume wangu. Maana hiyo ni kunivunjia heshima. Mimi ni shemeji yako. Yaani shemu, mimi nimekueleza hisi yangu kutoka moyoni. Wewe unasema na kuvunjia heshima, alafu unaenda kumwambia mume wako. Sasa sikia, wewe si unaenda kumwambia mume wako. Sasa mimi nafanya hivi. Mimi namwambia kuhusu wewe mchawi. Shemeji? Shemeji yako kwa nani? Shemeji? Mungu. Mimi mume wangu akijua itakuwaje? Nitafanya kila mbinu mpaka asiende kumwambia. Yeye alifanya mjana, nitamkomesha. Umefika?
Ndembo, ndembo, Wewe, ndembo, wewe. Mbona nigongesha? ndembo. Mbona nigongesha? Hapo bado. Wewe sio Suna? Ndo mie Suna. Kwa nini unigongesha? Hapo mwanzo tu. Bado picha kamili. Wewe Suna? Kazi bado. Ndo kwanza inaanza. Wewe Suna? Suna? Sada! Sada!